kutwa mtazamaji wa Tumaini TV, karibu sana katika Tumaini Jipya. Tuendelee kukumbushana kuhusiana na maadili yetu, hususan maadili yetu ya Kitanzania. Karibu sana kama ndi kwa mara ya kwanza unaungana nasi, tunazungumzia maadili, na katika kipindi chetu cha leo bado tunaendelea kujibu ujumbe wako ambao umeutuma. Mtazamaji, tunakukaribisha kutuma ujumbe wowote kama unataka kufahamu chochote, lakini lengo likiwa ni kujenga maadili yetu ya Kitanzania. Lakini bado unapata kushangaa kidogo mtazamaji, maswali mengi yanazungumzia mahusiano. Sijafahamu vizuri kwa nini mahusiano. Maswali ni mengi sana yanahusiana na mahusiano, wakati maadili yako popote pale, si tu ndani ama nje ya mahusiano. Basi karibu, kama una lolote la kutaka kufahamu kuhusiana na maadili, swali lolote lile, unatutumia ujumbe wako kupitia nambari yetu ambayo inapita chini ya runinga yako, ni 0742773444, nami nitawasilisha kwa wenzangu ambao niko nao ndani ya studio kukuhakikishia kila kitu kinakwenda sawa. Mimi naitwa Mary binti wa Yuda, wenzangu ni mwanasaikolojia Beatrice. Karibu sana. Asante sana. Bila kumsahau Mr. Mwasasu. Jina la mwanzo? Joseph Mwasasu. Haya mtazamaji, tupo tayari kuwasilisha maswali yako na tayari kwa kupata majibu moja kwa moja kutoka kwa Beatrice ambaye ni mzazi na mlezi, lakini pia ni mwana saikolojia, pamoja na Mr. Mwasasu, yeye ni mzazi na mlezi. Moja kwa moja nianze katika swali la kwanza. Jamani, wazima? Lakini wazima tuko kabisa. sawa. Mmevaa sare hatari. Mmekutana baba? Mimi najua mmeambiana, nikasema hata kunitonya mwenzenu jamani. Ni Mungu tu mwenyewe. Ni Mungu tu. Haya mtazamaji, moja kwa moja na kwenda kwenye maswali yako niweze kuyawasilisha hapa na upate kile ambacho unatamani kukisikia kutoka kwao. Swali la kwanza, huyu anasema, dada, nimekupata studio. Anaitwa Amani, anatokea Katavi. Anasema mama yake haelewani kabisa na mke wake, sasa inakuwaje? Kaka Amani, sio kama haelewani. Yaani vitu viko hivi. Unajua unapokasirikiwa ukweni, kuna kuwaga hamna sababu, isipokuwa inatakiwa wewe ujue jinsi gani utafute moyo wa mume wako ulipo. Ngoja kwanza, hakuna sababu? Mtu anaweza kukasirikia tu bila sababu? Hapana. Sasa tukiingia kiundani kinachosababisha hicho kitu, sio kusema labda Salimi ndo maana tunamchukia. Kuna tabia ambayo inasababishwa, ni kutafuta moyo wa mama mkwe wako upo kwa nani. Yaani ukishamteka tu akili basi. Kwa mfano, kama mtoto anampenda sana babake au anampenda sana mamake, Yes. Inatakiwa na wewe mwanamke ufate nyayo za nani? Za yule mume wako, anampenda nani. Utakuwa umeshamteka akili. Unajua wamama wanakuaga na moyo bado wa mtoto wao wameushikilia. Atazurura nao, atangaika, yani bado hajapata mkwe wa kukabidhi moyo wa mtoto wake. Yani wamama tuna mambo mengi. Yani atakapokabidhi moyo wa mtoto wake, wewe mwenyewe unafurahi. Sasa wewe ili utafute moyo wa mama mkwe upo wapi, ameushika mkononi, anataka kumpa nani, ni wewe unatakiwa ucheze na mama mkwe. Huwa anaisha Shughuli. Sasa unasemaje? Katika maudhui mazima ya ndoa na kukaa na mama mkwe yule binti, hakuna tofauti sana mimi nafikiri kati ya mama yake na mama huyo mama mkwe. Kama anapomheshimu mama yake kule nyumbani, ndivyo atakavyomheshimu mama mkwe. Basi kuna ubaguzi kidogo, kuona kama huyu si mama mkwe tu. Kumbe mama mkwe na mama yake wote wanalingana umri na wote wamezaa wazazi. Ukiangalia mwanaume yule amepishana labda miaka 2 miaka 3, bado anataka kumuita mama yake yule binti. Binti anataka kumuita mama yake kabisa yule, amheshimu kama mama yake alivyo. Sasa kuna ubaguzi kidogo tu pale kwamba huyu si mama mkwe, kumbe anafanana kabisa na mama yake. Heshima anampa mama yake ndio anataka kumpa yule. Na pia tuliongelea kuhusu malezi kwamba unapomlea mtoto katika maadili yasiyofaa katika jamii, ni rahisi sana huyo mtoto kutambua thamani ya mwanamume,
endapo kama unaishi naye binti ndani hatambui thamani ya kaka yake. Unaishi na binti hatambui thamani ya baba yake. Mama mwenyewe ndo kiongozi mkubwa wa kutokuheshimu mmeo mbele ya watoto, wa kufanya vitu tofauti na jamii inavyokusudiwa. Lazima binti anapoenda kuolewa kule atawaona wa kawaida sana. Hawezi akajua kuwa huku ni ukweni, ukoo mwingine, familia, atawachukulia wote sawa. Ndo kwanza hata njiani tunaonaga nakwambia mimi kakaangu mwenyewe vipi namna gani. Kwa hiyo tunahitaji nini? Malezi mazuri kwa watoto wetu ili tuepukane na hizi lawama zinazobebeka kwa sasa. Kwa labda ameoa binti mbaya, ameoa binti hana nidhamu, au kijana aeleweki. Hapana. Yote haya inafuata malezi. Tunapotengeneza binti leo, tunamtengeneza kijana leo. Manake tunamwandaa maandalio mazuri kuishi kama baba baadaye na kuishi kama mama baadaye. Kumbe malezi mazuri yanapendeza jamii. Ya malezi mazuri yanapendeza jamii. Haya, swali lingine hapa. Yeye anaitwa Huseni wa Ulongoni. Nimekupata sister. Mimi na mke wangu heshima hakuna kabisa, na kauli za mwenzangu sizielewi. Pole Huseni, atusemi labda heshima hamna. Kitu cha kwanza kabisa, kuna watu wamejijengea mtaani kwa mimi, unakuta yeye ni mlevi, ana tabia ngumu mbaya, haziendani na jamii. Lakini anakuambia natafuta mwanamke aliyetulia. Wewe unataka mwenzako tu atulie. Wewe umetulia? Wote nitakiwa utulie kwanza wewe ili upate kinachofaa. Kama ni heshima inatakiwa uianzishe wewe kwanza ili na mwenzako afanye nini? Apate. Kwa sababu utakapokuwa wewe katika mpangilio mzima wa heshima, huwezi ukapata mtu wa ovyo. Lazima heshima ianze kwako, isimamie heshima yako ili na mwingine anapokuona huwezi ukapata mtu wa ovyo. Lazima naye atajua huyu kaka ana heshima, lazima ataiga vitu kwako. Inawezekana mwingine kasema wanaume ni wanyanyasaji. Hapana. Hakuna mtu mnyanyasaji, isipokuwa kama hamjalandana hamwezi mkaenda sawa. Kumbe kinachotakiwa pale ni kulandana. Unalandanaje na mwenzako? Je, mawazo yenu nyie huwa yanagongana? Yanaenda sawa? Mnasikilizana? Mwenzako akisema maharage, wewe utasema mahindi, lazima mtagombana. Lakini mwenzako akisema maharage, wewe ukisema kunde, vinaelekeana. Kwa hiyo tunapohitaji heshima inaanza na wewe mwenyewe kwanza, ndipo inafuata kwa mtu mwingine. Inawezekana kuna vitu ulimfanyia, ulimuumiza, ulifanya. Sasa ukitaka mwenzako yupo kwenye michakato ya uponyaji wa ile michakato ya uponyaji, afu ukataka eti abadilike ya kuheshimu kwa lazima, huwa haiwezekani kagi. Huwa tunavyoumizwa tunahitaji sana muda wa kufanya nini? Wa kufanyiwa mchakato wa uponyaji ili kuwa sawa. Jitahidini, kaa na mwenzako, ujue ni vitu gani anavihitaji. Unamjua vizuri toka mwanzo, mlikuaje, na suluhu ya kwenda kutafuta watu huwa mnaendeleaga kubomoa zaidi. Kaeni wawili. Mwanamume mwema ni yule mwenye sei. Leo unakuta kuna mwanamume hata kikosa hana sei ya kuongea na mke wake, njoo hapa, kaa hapa tuyamalize, kumetokea hiki na hiki. Hawana wanaume wa siku hizi. Okay. Mr. Mwasasu, vipi? Imewahi kukukuta hii ya kutokuwa na maelewano na mwenza wako? Yes. Mara nyingi tu. Lakini majibu tunaenda kumpa, kwa sababu na uzoefu, majibu tunaenda kumpa huyo Huseni mawili. Sababu ni mbili tu hapo. Sababu ya kwanza, sababu ya kwanza anatakiwa kwamba kumpatia mwanamke ameanza tabia mbaya, mchepuko. Kishaingia katika mchepuko tu, heshima ndani haipo. Jambo la pili, mwanamke anawezekana ana kiduka kimemchanganyia. Ana hela saizi hapa 200,000, 300,000. Dharau inakuwepo ndani ya nyumba. Jambo la tatu kwa Huseni, ajiangalie yeye anaosimama nao wale njiani. Kwa nini aheshimiwi? Inawezekana watu wengi wanasimama nao njiani ndio maana mwenzake amheshimu, lakini mambo mawili yani makubwa sana. Afanyeje basi? Ayafuatilie kwa utaratibu sana hayo mambo mawili makubwa ya kwanza. Okay. Mwanamke inawezekana na mchepuko, inawezekana na fedha sasa hivi, nampa kiburi. Tofauti wanaume na wanawake,
wanaume kipo na fedha bado anakuwa mwanaume vile vile. Mwanamke akiwa na fedha kimzidi tu kidogo mwanaume, basi anaonekana nini? Atakita nini? Heshima. Kwa hiyo vitu vile hivyo avifuatilie. Bila sema hivi upande wa imani. Ndoa ni heshima na watu wote. Kuchepuka tu umeizao ndoa, kwa sababu umeizao ndoa basi heshima haipo. Heshima lazima itapungua. Kwa hiyo hayo mambo yaangalie mawili. Sasa sio kwamba amekuwa mzinzi, mimi nasema inawezekana. Tena 90%. Okay. Haya. Huyu anaitwa Januari anasema dada, unajua mengi sana, ujaliwe neema. Vipi kuhusu mifungo ndani ya nyumba? Mifungo. Amemaanisha nini huyu? Okay. Mifungo kama ya Kwaresma, Ramadhani. Okay. Sasa mifungo ile katikati kufunga. Hiyo kuhusu mifungo ni kweli ipo na kanuni zetu za jamii, makanisa na misikiti, taratibu za kiimani. Lakini pia vitabu vimesisitiza mwanamke na mwanamume inatakiwa mkubaliane, sio anafunga huyu afungi. Pia kuna kwaga na mikanganyiko. Raha ya nyumba ni kukubaliana. Je, vipi mwenzangu, tutafunga safari wote, safari tupo wote? Kuna muhimu sana wa vitabu vya Mungu, ila wenzetu wanaiga. Wa Misri nimeona Wahindi wana kitu kama hiki, huwa wao wanapenda sana ndoa zao. Huwa mwanamke anafunga kwa mwezi mara 2 hata mara 3, lakini viwango vya chini ni mara 2. Mwanamke kama mwanamke anavaa uhalisia, yeye ni mama, anakutana na mambo mengi. Kwanza anafunga siku moja kwa ajili ya mume wake kwa mwezi. Kila mwezi inamwamuru mwanamke afunge mara moja kwa ajili ya mmewe. Sala na maombi na dua, Mwenyezi Mungu awaepushie mabalaa, mambo mengi, utafutaji wa mume wake uongezeke, kwa sababu majukumu yanaongezeka ndani ya nyumba. Kumweka mume wake vizuri, kama alikuwa anasahau ibada akumbuke, yani kuna vitu ampunguzie na kuna vitu amuongezee. Hali kadhalika mama, unaweza ukafunga siku moja kwa ajili ya wewe na familia yako, ni nyumba yako ujumla. Nyumba yako ipoje? Mwenendo wake ipoje? Mwenyezi Mungu afanyeje na nyumba yako? Lakini kuna wamama sidhani kama wanajua hivi Mary. Tuko bize mno. Hatujui kama vitabu vinaongea nini. Hivi ni lazima na ipo na wenzetu wapo wanaofanya hivi vitu. Lakini sisi huwa tumejisahau sana. Hatujui wajibu wetu. Na mwanamume unaonaga kama ulishaona Wahindi wanatii sana. Wanajua kabisa mke wangu kafunga kwa ajili yangu. Huwa wanaheshimu sana hiki kitu. Na ukitaka kuona ndoa za wenzetu nzuri ni kwa ajili ya mashirikishano kama hayo. Lakini tunaomba kama umegundua hilo, kana mwenzio, ongea naye, pangeni, mtafanikiwa. Haya. Mr. Mwasasu, unafungaga na mwenzako? Anasema vipi kuhusu mafungo? Wewe unafungaga na mwenzako? Mimi nafunga na mwenzako naye. Okay. Lakini kama afunge na kuna mawasiliano. Kuna mawasiliano. Bwana mimi nafunga leo. Sasa swali lake kidogo ni nyambulishe. Msikilizaji leo uliza swali. Mtazamaji. Mtazamaji. Vipi kuhusu mafungo? Maana kama katika mafungo hakuna mawasiliano. Kwa mawasiliano ni mazuri sana katika mafungo. Kwa mfano, amesema huyu mwenzangu hapa mwanasaikolojia. Sipingani naye sana, ni kweli utakaofunga kwa sababu mume wako ni sawa kama ndio hivyo. Lakini unafungaje? Uwezi ukasema mwenzako anakuhitaji useme mimi nimefunga. Sasa ungesema toka asubuhi. Kuna jambo zaidi ya kufunga. Saumu yoyote lazima impendeze Mungu na mwanadamu naishi naye. Sasa unafunga ndio utakumwambia mwenzako, lakini pia kwenda mbele za Mungu ni sawa, lakini kuna mawasiliano. Ndicho mashaka yake huyo bwana. Vipi kuhusu mafungo? Maana yake unafunga tu usema bwana nimefunga leo. Anamshika bwana nimefunga. Sasa ndio hicho anachouliza. Kwa hiyo jibu langu mimi kwamba kufunga lazima kuwe na mawasiliano. Yes, mtazamaji, tunazungumzia maadili, kipindi wani ni Tumaini Jipya, na nipo na Beatrice mwanasaikolojia pamoja naye Mr. Joseph Mwasasu, tukiendelea kukumbushana ama kufundishana kwa wale wengine ambao hatufahamu kabisa mengine ambayo tunayapata kusikia hapa. Lakini kumbuka hiki tunachokizungumza kinatoka kwako mtazamaji kupitia ujumbe wako ambao umeutuma, unataka kufahamu
Nami nawasilisha ujumbe huu kwa wahusika hapa, na majibu ndo kama hayo naendelea kupatiwa. Tunakwenda mapumziko, nitarejea, usiondoke. Nyumba bora hujengwa na mwanamke, lakini pia mwanamke huyu ni pambo la nyumba, na panapo haribika kitu kwenye familia, mwanamke huwa wa kwanza kukulaumiwa. Tukutane hapa kujadili kwa kina. Karibu kwenye Nyota ya Mwanamke. Nyota ya Mwanamke, Jumapili saa 8:30 mchana na marudio Jumanne saa 3 kamili usiku, hapa Tumaini Television. Na mtazamaji, nimerejea tena, unatazama Tumaini Jipya. Kama ndo kwanza unaungana nasi, karibu sana. Tunaendelea kujibu maswali yako kwa wewe ambaye tayari umetutumia, lakini pia tunakukaribisha kwa wewe ambaye bado hujatuma na unataka kufahamu jambo lolote kuhusiana na maadili yetu. Nambari yetu ndio inapita chini ya runinga yako. Tutumie ujumbe nasi tutaujibu, lakini uwe unahusiana na maadili yetu ya Kitanzania. Na moja kwa moja naendelea kuwasilisha maswali yako ambayo umenitumia kwa mwanasaikolojia Beatrice pamoja naye Mr. Mwasasu, tuweze kupata majibu mbalimbali. Haya jamani, tumerejea. Naendelea sasa na maswali. Huyu anasema, dada tumekupata, anaitwa Mosha. Anasema, mke wangu kila tukigombana anakimbilia kwao. Je, haya ni maadili? Sio maadili. Pia Mosha, inafuatana. Huyo mke wako mlisogezana. Je, mke alikuwa mpenzi, alikuwa demu, alikuwa mchumba? Kwa sababu kuna watu bwana wajuagi wanaishi na nani ndani. Kivipi sasa? Mikanganyiko ya maisha. Kwa hiyo demu atamweka kuna mchumba, kuna mpenzi, kuna mke. Sasa ukimuuliza huyu uliishi naye kama nani, yeye mwenyewe anakuwa ajui. Sasa tunachotaka kuangalia, labda tumsaidie. Mimi nimekwambia na bezi sana kwenye ndoa. Manake tukitaka kubezi huku kwa wahuni, vichwa vitatu. Wahuni ni watu gani? Kuna watu wanaochukuana tu, wanasogezana Sasa wana mashtaka kibao. Sasa hao baraka hamna. Okay. Kwa hiyo hata kuwashauri utaumiza kichwa. Ukiwashauri leo watakaa vizuri, siku mbili, siku ya tatu wanaanza tena. Nini? Ni baraka hazijatembea kati yao. Tunaposema baraka ni za wazazi. Lakini hawa kwenye ndoa tunataka tuangalie mizani yao. Ni kwamba kama ulimtolea mali, mliridhiana na wazazi, familia zote mbili, na binti kweli yupo kwako, anapika, anakaa, ni kwa muda gani mimi siwezi kujua, na mnagombana na kimbilia kwao, hayupo sahihi na sio maadili. Kwa sababu kama ulitumia utaratibu mzuri wa wazazi, ilitakiwa mnavogombana anaenda ukweni kwa wazazi wa mwanaume. Wazazi wa mwanamume ndo mashtaka yote yanaenda kule, wao ndo wanaojua kutengeneza. Sasa unapokimbilia kwenu, wanakusaidia nini? Wamwite mtoto watu, hawamuogopi. Waanze kusema wewe umemfanyia hivi mtoto wetu, uliwahi ona wapi? Kuna wazazi wanafanya hivyo pia. Eti mkwe, unaanzaje kumpigia mkwe wako simu, unaanza kumwambia habari za ugomvi wa mtoto wako wa kike? Kama wewe mama una akili timamu. Haiwezekaniki. Wakwe wanaheshimika. Hawana utaratibu huo. Umekosana na mmeo, kimbilia kwao. Wao ndo watasuluhisha, sio ukimbilie kwenu. Hiyo ni dharau na sio maadili. Hawawezi wakamwita mmeo waanze kumuuliza mliokosana ndani. Manake naye aanze kujieleza. Hujui kama unamtukana baba watu. Unamtangaza, unaenda kumsimanga kwenu. Je, familia yako watampenda huyo mwanamume? Hawezi kumpenda. Kwa hiyo cha msingi afate utaratibu. Na wazazi wengine Mary, kwa mfano kama wakina sisi,
Unapogombana na mmeo, unakimbilia kwenu. Sisi kwetu hawakupokei. Wanakwambia ndio umekuja kumsema mbaba watu hapa. Nenda kwao. Tena hapa tusikuone. Babangu anakwambia kabisa, mpeni chakula ale aondoke. Nikirudi nisimkute. Unaondoka, ana huruma. Anakwambia nilishakula ng'ombe za baba watu. Nilishakula mali ya baba watu, alikuheshimisha. Leo inakuaje? Ili ionekane njia moja tulipanga kumfanyia vile. Nenda huko kwa katafute suluhu. Sijini, na nakwambia jirani zenu ndo wanavyojua nyie mnaishije. Labda wewe ndo kiburi. Kwa hiyo nenda tu. Kwa hiyo tulijikuta tunaishi hivyo. Kwa hiyo utaishi kwa nidhamu. Unajua kabisa mimi hapa nikileta shida siwezi kwenda kwa familia yangu. Okay. Kwa hiyo natupasa tukae kwenye misingi ya maadili. Okay. Leo kuna wazazi wanakwambia anakunyanyasia nini? Lakini ukumbuke umekula mali ya mtu wa watu. Leo unamfichia mwanao makosa. Anafanya makosa, anafanya uharibifu kwa mume wake. Wewe unamuunga mkono. Na unamwambia kabisa njoo usinyanyasike, asikutese kwenu kupo. Wewe hujazaliwa chini ya mti. Hujazaliwa chini ya mti. Wazazi wapo kwa nini upate shida? Wewe mama, hayo sio malezi. Binti ulishamtoa, mwache aende kwa mume wake akapambane na hali zake zote mwenyewe. Ndio maana jamii imefika hapa ilikofika. Kwa mkanganyiko wa wazazi na ndoa za watoto wao. Mr. Mwasasu. Naam. Wakati unagombana na mwenzako, alishawahi kukimbia kuelekea kwao na sio kwenu? Hapana. Kwetu. Alienda kwenu. Na hayo ndio maadili. Unalizungumziaje hili kwa wale ambao wanafanya kinyume? Kwa muonekano upungufu kwa wanawake, na huyu jamaa anamshtaki mwanamke. Tukigombana na mwenzangu anakimbilia kwao, maana yake mwanaume huyo. Kwa hiyo na wasa wanawake wote, maadili yamepungua sana. Turudi katika maadili kama alivyosema mwana saikolojia kwamba lazima turudi kwa nani? Kwa mwanaume, kwa wazazi wa mwanaume. Ndiko kwetu kule. Okay. Ndiko kwetu. Kufanya kitendo hicho cha kurudi kwa wazazi wako, unawatukanisha wazazi. Lakini pia wazazi unavompokea mtoto huyo ambao ulishamtoa tayari, mnajizalilisha. Mnajizalilisha wazazi. Kwa hiyo maadili kimsingi kwa ujumla hapo yote imemongonyoka. Yote hayapo maadili. Mzazi anakosea na mpokea, lakini mtoto wewe binti unanisikia hapo kwenye runinga umekosea sana. Usifanye hivyo. Okay. Ukishatoka umetoka kwenda kwa mshenga au kwa wazazi wa mwanaume. Ndiko kuheshimisha ndoa, lakini pia umetunza maadili. Kimsingi makabila yote yanafanya hivyo. Okay. Yes. Na mtazamaji, ni mambo ya maadili hayo, tunazungumzia maadili na tuko hapa kujibu maswali yako ambayo unatutumia kupitia nambari yetu ambayo inapita chini ya runinga yako ambayo ni 0742773444. Tunasonga mbele nami naendelea kuyawasilisha haya maswali kwa wenzangu hapa studio. Huyu anatokea Lindi, anasema anastahili kununua vyombo ni nani katika nyumba, na mkigombana mnagawana au yeye ni Asha? Ni Asha. Anasema na nguo je? Jamani, maswali mengine jamani sawa mimi ni mjumbe wao jamani, si ndio? Asha, maswali mengine bwana. Okay, sawa. Unajua tunahitaji mlandano ndani ya ndoa. Mlandano ni kulandana, kufanana. Kufanana yani. Ni nini mnakubaliana na mwenzako? Mkishakubaliana kuna kitu kinafuataga mlandano, wanaanza kulandana. Wanalandanaje? Yaani sijui nisemeje hiki kitu. Yaani kuna kufanana fulani hivi. Mwenzako anaweza kaongea pointi, ukahisi kama na wewe ulihisi hiyo pointi iwepo pale. Au unayunga mkono kwa asilimia yote kwa sababu ameongea kitu kizuri. Kwa hiyo kinaita mlandano. Makubaliano ya ndani, vyombo, tunakwambiaje, mwanamke mkorofi ndo anayesababisha utajiri wa mwanamme. Ukiona familia ina maendeleo, ujue ni mwanamke mkorofi. Ukiona familia yenye maendeleo, mara nyingi mwanamke ni mkorofi. Kwa maana ipi? Mwanamke yoyote mkorofi ni mafanikio ya mwanamume wake. Ukorofi wa aina gani sasa?
Bwana, kuna wanaume wanaogopa wake zao Mary yuko mtaani. Anaweza kafanya kajitutumua akifanya, lakini simu ya mke wake ikipigwa, yani wote mtanyamazishwa. Mama au atakimbia, yani wako hivyo. Kwa hiyo tunaona, na ukitaka kuangalia unajua kabisa yes, hawa wanalandana kwa sababu ameona mwenzake ni bora kuliko yeye. Sasa kama bora kuliko yeye, manake kuna vitu huwa vinazaliwa na huwa havina masiara katika mpangilio mzima wa maisha. Kwa mfano, huyu anayesema vyombo huwa inafatana sasa. Uchumi upo kwa nani? Upo kwa baba, upo kwa mama. Kuna wababa wengine hawataki mwanamke ajishughulishe kwa sababu anajua yeye anajiweza, au kwa sababu zake binafsi, mtizamo wake. Sio kama ni mbaya au ni mzuri, mtizamo wake, yeye hataki mke wake ajishughulishe. Anataka mke wake akae nyumbani amtizame yeye, manake amlinde, azingatie nyumba na kile anacholeta mwanamume. Sasa mara nyingi mtu kama huyo hata kwenye budget huwa anatoa, anakwambia shika hii pesa, yani anamlipa mwanamke. Kwa mke wangu hii ni hela ya kula, lakini hii ni hela yako binafsi. Labda nahitaji kununua kitu fulani, atakwambia subiri mwisho wa mwezi, atampatia, atenda kununua. Sasa yale huwa ni maendeleo ya watu wa pamoja waliokubaliana mania mamoja. Lakini pia kuna ushughulishwaji. Mwanamke anajishughulisha, naye mwanamume anajishughulisha. Sisi wanawake tupo kwa ajili ya tamaa. Huwa tunanunua kwa sababu kutosheleza nini? Nyumba. Tunapenda hiki, tunapenda hiki, tunapenda hiki. Pia ukimwambia eti mume wako nunua vyombo, atakuona wewe mtu wa ajabu sana. Sasa tanuaje mimi vyombo? Anajua vyombo anakuja navyo nani? Mwanamke. Sasa mwanamke kama unakuja na vyombo, manake wewe tena uwe na akili ya kufanya mwanamume anunue vyombo pasipo yeye kujua. Hiyo ni akili ambayo unafanya nini? Unajiongeza. Unajiongeza. Yes. Haya, Mr. Mwasasu. Mimi swali linasema kwamba nani anastahili kununua vyombo? Ndani. Kununua vyombo ndani. Na nguo je? Sio kwenda sokoni, kununua vyombo ndani. Vyombo vya ndani amini. Yes. Mimi nafikiri jambo lipo kwa mwanaume. Mwanaume anafanya kazi, anampa hela mwanamke, mwanamke anaenda kununua vyombo. Wapo wanawake wengine ambao wanafanya kazi pia. Mwanamke kama ana kipato ananunua vyombo, hakuna sheria wala kuna amri ya 11. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kufanya hivyo. Kwa nafasi yake. Kwa nafasi yake. Ila asilimia kubwa ni mwanaume. Lakini sio kama kwenda sokoni yeye kwenda kununua vyombo la. Ila yeye ndiye kutoa pesa mwanaume. Awezeshe. Ndio maana mwezeshaji. Na kuhusu nguo Asha inafatana. Mary, kuna baba wanunuliagi wake zao nguo. Hata ufanyeje. Yaani mwanamke anatia huruma Mary, lakini baba ni pombe, ni mambo yake mengine, ni yeye basi. Atafanya vitu vingine. Sio kusema labda anaona, haoni na anaona ni sawa. Yaani kuna tabia fulani hivi. Kwa hiyo mpaka umwambie baba sina nguo, ndo ataanza una nguo, atakupa pesa ukafanya nini? Ukanunua. Mwingine anaweza akakupuuza. Ni asili tu ya mtu alivyo. Sasa mara nyingi hapa ni aiba ya mtu, alilelewa na nani. Huyo baba unaweza ukakuta aliishi na babake peke yake. Au aliishi na wazazi ambao walikuwa hawajaliani. Lakini mwanamume aliyelelewa na bibi yake huwa wanajali sana wanaume. Sana. Mazingira yake alilelewa na nani? Inawezekana alijilea mwenyewe yale mazingira mtaani, au alilelewa na babake peke yake. Kwa hiyo pia inachangia. Mimi naongeza kidogo hapo. Napingana kidogo na mwanasaikolojia. Pingana naye, haina shida. Sio kwamba lazima ipo kama wanaolelewa na bibi ni wachache sana, kama 2% au 3%, lakini wote tunalelewa na nani? Na baba. Kwa hiyo ni ngumu sana kumnunulia nguo mwanamke kwa namna hii. Mimi nilinitokea nikanunua nguo nikanangwa pale kuanzia mpaka ni chakula kasusa. Rangi gani? Kwa sababu tu hakuipenda. Basi toka pale nikaapa kununua tena nguo. Kwa hiyo nampa hela anaenda kununua mwenye nguo. Kununua nguo kama nguo ni ngumu. Sio kama umpende unampenda. Sio kama umpende unampenda. Ile sipo niliwahi kununua nguo ikaonekana nguo ni mbaya. Ulijisikiaje yani? Nisikia mimi hawakulandana. Raha ya nguo unazovaa
ni mwanamme anajua wewe uvae nguo gani. Leo kuna wanaume ni Wakatoliki lakini wanakuambia dada, sisi tunapenda mwanamke anayejistiri. Napenda mke wangu avae hivi na hivi. Nikamwambia sisi hatuna kikomo cha nini? Cha nguo. Nguo yoyote ambayo mwanamme wako anapenda uvae, inatakiwa uvae kwa sababu unampendeza yeye. Kwa hiyo Mr. Mwasasu, wewe ulikuwa hujui nguo gani inampendeza mkeo akivaa wewe na kupendeza? Sasa labda unaniletea nguo nyekundu, mimi sizitaki, inakuwaje? Na kwanza swala sio rangi, swala ni nguo. Na kwanza alisema gharama kubwa. Alisema umenunua gharama kubwa. Afu haipendi. Wanaume si unajua wanapigwa bei. Nyuma mnapigwa yeye. Afu haipendi. Akanihukumu kama haipendi, basi nikavunjika moyo. Kwa hiyo toka siku hiyo ufanye tena hivyo? Sifanyi. Jamani, mkinunuliwa nguo na waume zenu muwe mnashukuru jamani, msiwavunje, si ndio? Msiwavunje moyo kwa nguo mbaya sijini, hapana. Pokea, shukuru ili umpe moyo zaidi na zaidi. Ila kuna namna ya kumwambia kwa mume wangu, hii nguo nashukuru sana, ni nzuri, lakini siku nyingine na uninunulie ya hivi atashukuru sana, ila usikatishe tamaa. Na mtazamaji, mimi napenda tuendelee kujifunza kwa sababu na mimi napata mafundisho mengi sana hapa kutoka kwa Beatrice pamoja naye Joseph Mwasasu, lakini muda nao sio rafiki. Nikushukuru sana kwa kutupa muda wako. Asante kwa kutazama Tumaini Jipya. Shukrani zimfikie mpiga picha wetu Simon Peter pamoja naye Beatrice mwanasaikolojia na Mr. Mwasasu hapa. Mimi ni Mary binti Yuda. Jumatatu nayo ni siku, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena. Asante, bye bye.